mmekuwa mabalozi wa amani, mmehamasisha amani, lakini mmeendelea kuhakikisha amani ipo katika wilaya yetu ya Mpanda. Katika kipindi ambacho kumekuwa na taharuki za hapa na pale, hakuna taharuki yoyote ambayo imetokea katika wilaya yetu ya Mpanda, aidha ya kusababishwa na vijana au ya kusababishwa na makundi mengine. Kwa hiyo niwapongeze sana vijana wa Mpanda, mnastahili pongezi nyingi sana kwa kutambua umuhimu wa amani, kwa kutambua umuhimu wa mshikamano wa pamoja, kwa kutambua umuhimu pia wa kuendelea kushirikiana kwa pamoja, kuzungumza kwa pamoja, pamoja na kwamba ninatambua tunatofautiana katika dini zetu, tunatofautiana katika itikadi za kisiasa, tunatofautiana katika namna tofauti, lakini pamoja na hizo tofauti bado vijana wa Mpanda mmeonyesha mshikamano na upendo wa hali ya juu. Lakini shukurani za kipekee zimwendee rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza kwa kuchaguliwa kwake kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pili kwa namna ambavyo anaendelea kuyajali makundi yote ndani ya jamii na hususani katika wilaya yetu ya Mpanda. Katika kipindi kifupi kuanzia mwezi wa 7 mpaka sasa hivi ninavyozungumza, wilaya yetu ya Mpanda tumeshapokea bilioni 24. Kuna fedha za mishahara ziko huko kwa ajili ya watumishi, lakini pia kuna fedha kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo inaendelea katika wilaya yetu ya Mpanda, ikiwemo miradi ya elimu, afya, maji, barabara, kilimo pamoja na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru sana rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia na kuendelea kumwombea afya njema na kumwombea kila laheri katika majukumu yake ya kila siku. Ni imani yangu kwamba miongoni mwenu mlipata kusikia hotuba aliyoitoa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wa kufungua Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika hotuba yake, Mheshimiwa Rais alionyesha dhamira ya dhati ya kuwatumikia Watanzania na hususan vijana wa Tanzania, wakiwepo vijana wa wilaya ya Mpanda. Mimi nikiwa kama mwakilishi wa Mheshimiwa Rais katika wilaya yetu ya Mpanda, mimi pamoja na wenzangu ambao wote tunamsaidia kazi Mheshimiwa Rais, hatuna budi kuyatafsiri maono na dhamira ya Mheshimiwa Rais kwa vitendo katika wilaya yetu ya Mpanda. Na leo kutaniko ama kusanyiko la leo, kwa maana kundi hili la vijana ambalo tumekutana hapa, ni moja ya hatua katika utekelezaji wa maono na dhamira ya Mheshimiwa Rais, hususan kwa vijana wa Tanzania na kwa vijana wa Mpanda. Taifa la leo na taifa la kesho liko mikononi mwenu vijana. Vijana mlioko hapa na wengine ambao wananisikiliza au ambao hii itawafikia kwa upande wa wilaya ya Mpanda, sisi tukiamua kuitengeneza Tanzania, ninyi vijana mkiamua kuitengeneza Tanzania, mkiamua kuitengeneza Mpanda, uwezo huo mnao, nguvu mnayo na nia naamini mnayo. Na sioni dalili ya kijana yoyote wa wilaya ya Mpanda ya namna yoyote ile kushawishika katika kuiharibu Tanzania yetu ama kuiharibu Mpanda wetu. Ni sawa na chakula kimetengwa mezani ambacho sote tunatakiwa kula kwa pamoja. Chakula kile tukakitilia mchanga, wote tutakosa chakula. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile
Ninatamani vijana wa Mpanda mjue hilo kwamba taifa la leo, taifa la kesho linawategemea na liko mikononi mwenu. Sisi mnaotuona leo tuko hapa mbele, tutakuwepo, lakini baada ya muda hatutakuwepo. Baada ya muda mtachukua nafasi nyie, kwa sababu ndivyo hali ilivyo. Sasa ni lazima tulinde nchi yetu, tuilinde kwa wivu mkubwa. Madhumuni ya kuzungumza, madhumuni makubwa ya kukutana pamoja na nyie hapa siku ya leo, vijana wa Mpanda, ni pamoja na kuwahabarisheni fursa ambazo tunazo, na hizo fursa mnaweza mkazipataje. Ni ukweli usiopingika kwamba hakuna siku itatokea watu wote wakaajiriwa na serikali. Haitawezekana na haijawahi kutokea katika taifa lolote duniani, na haitotokea isipokuwa kama serikali yenu mlioiamini ya Dr. Samia inao uwezo wa kutengeneza fursa za vijana kujiajiri, na wakijiajiri vijana na wao wakaajiri vijana wenzao. Hiyo kazi nataka niwahakikishieni iko ndani ya uwezo wetu, na Mheshimiwa Rais tayari ameshajipambanua kwamba iko ndani ya uwezo wetu. Naamini hata sasa hivi mnaona kwamba kuna wizara inayohusiana na vijana peke yake. Sasa nimepewa taarifa kwamba mlipitishwa katika fursa hizo ambazo wamewapitisha hapa. Mfano ni hiyo ya 10%, mikopo ya 10%, ambayo 4% wanapewa vijana. Katika hiyo 4 vijana, 4 wanawake, 2 watu wenye mahitaji maalum. Sasa kwenye hii mikopo niwaambie vijana, niwatonye kitu? Niwatonye au nisiwatonye? Nataka niwaambie hata kwenye hii mikopo sasa hivi 1% kubwa wanaoweza kupata hii mikopo ni wanawake. Vijana wa kike, vijana wa kiume bado hamjitokezi kwa wingi. Kwa hiyo kuna hilo gap liko hapo. Kwa hiyo matamanio yetu ni kuona vijana mnajitokeza kwa wingi muweze kupata hizi fedha zinazotolewa na halmashauri ambazo hazina riba. Huwezi kukuta kokote unapewa fedha isiyokuwa na riba, labda akupe ndugu yako tena msaada, lakini huwezi kukuta mamlaka yoyote ikakupa fedha isiyokuwa na riba, lakini serikali yenu inatoa. Sasa matamanio yetu ni kuona vijana pia mnakuwa kwa wingi kwenye hii mikopo ya 10%. Wapo vijana waliopata, na leo nilisema waje hapa ili muwaone, kwa sababu katika wale vijana waliopata kuna maneno, kuna dhana zinazungumzwa mtaani kwamba huwezi kupata hiyo mikopo mpaka labda uwe mtoto wa fulani au ufahamike. Sio kweli, na hii mikopo haina ubaguzi. Mandhari ukikidhi vile vigezo vinavyotakiwa. Na bahati nzuri kwa vijana, bahati nzuri nyingine kwa vijana, umri wa mkopo kwenye vijana umeongezwa mpaka miaka 45. Yaani wewe bado ni kijana na unaweza ukakopa kabisa huko. Tunatambua pia ziko changamoto ambazo baadhi yenu mnakutana nazo katika kuanzisha vikundi, hususan kwenye eneo la kuandaa katiba na mambo mengine ya kitaalamu.